Ndio ukialikwa alikika. Kwenye kualikwa unatakiwa ualikike, hasa kwa mtoto wa kike ukiwa jenzi kama sisi unatakiwa ubalozi. Sawa sawa. Ili jambo la leo na taarifa yote labda ni linahusiana na kitu gani? 10 for life tumesubiri sana. Pengine waalikwa mtuambie labda yanayoendelea. Yani huwezi amini, nimepewa mwaliko nikasema mimi hata sitaki mniambie kinahusu nini. Nataka niingie huko ndani nijue ni kitu gani kina. Kwa mpaka uje chochote. Nimegusiwa ila nataka nikaelewe zaidi. Si ndio? Sawa. Bwana Judy, wewe ni balozi pia wa Room of Jeans, pale familia yako kabisa. Na story kubwa inayoendelea sasa hivi ni kuhusiana aliyekuwa wifi yako kwa mshikaji wako Dolivani kuwa ni miongoni mwa models wa eneo lile, na ile video yake kidogo imeleta comments nyingi, maneno yamekuwa mengi. Nimeona hata Nifa alicomment akataja jina lako kwamba Judy usingeweza kushoot vile, na umejibu pia. Tueleze hiyo scenario Judy. Cha kwanza kabisa mimi ni balozi wa Room of Jeans, na ni balozi ambaye nipo naweza nikasema nipo ngazi ya juu, ambako model yoyote ambaye atatakiwa kushoot Room of Jeans lazima nishirikishwe na tumuone kwamba tunampitisha ama vipi. Kwa hiyo mimi nililetewa yule mara ya kwanza kabisa, niliona live yake alizungumzia anaomba kazi Room of Jeans, na bosi nikamwambia huyu anafaa, anaweza kuwa model. Mimi nilikuwa nimesafiri, kwa hiyo siku ana shoot sikuwepo. Nilivyorudi nikaonyeshwa ile video. Kwa upande wangu mimi, unajua mimi nishakuwa model, nimepitia kwenye runway model, naelewa model ana uchi. Si unanielewa? Kwa na kila model ana namna yake ambavyo yeye anataka kujibrand. Kwa mimi sijamhukumu kwa chochote na pia sijaona ubaya wowote, labda yeye ndo namna yake ya yeye kushuti. Kwani kuna mamodo kibao nje mnaona wanapitaga kwenye runway na bikini. Si unaelewa? Kwa upande wangu mimi, kwa sababu nimepita huko na kuna namna ambavyo kila mtu ana namna ambavyo yeye anajibrand, mimi nimeona iko sawa. Na Nifa alicomment, yes niliona. Kila mtu ana mapito yake. Hata kuna mapito ambayo amepita na yule ndo namna ambavyo yeye ameamua kujibrand, kwa siwezi kumjaji kwa chochote na wala siwezi kumhukumu kwa chochote. Yes. Nifa anasema ungekuwa wewe usingeweza kushutishwa kama vile. Ndio maana nimesema kila mtu ana namna yake. Mfano mimi kuna picha nilipiga ambayo nilikuwa nimevaa jeans, juu nikavalia si niitaje kwa lugha ya kawaida. Kwangu mimi na ambao wamefanya model waliona ni kitu cha kawaida. Kwa mtu mwingine anaweza kashtuka. Kwa Nifa yeye sijajua yeye kaichukuliaje. Kwa upande wangu mimi kushuti vile siwezi. Kwa upande wangu mimi, lakini pia hata mimi kuna mavazi ambayo navaa, kuna mtu mwingine hawezi kuvaa. Ndio maana nimesema kila mtu ana namna yake ambavyo yeye ameamua kujibrand. Hapo kwenye umodo umesema naomba nitumie hawana sehemu za siri. Anasema hawana uchi ni sahihi. Kwa hiyo linapokuja labda swala la wazazi kama vile, kwa sababu comment nyingi sana kwa yule binti naona watu wanamwattack kwamba kwa hiyo amekataa ndoa, wazazi wamemkataa mshikaji kwa sababu ni kwamba anavaa kama kikike hivi, ila wazazi wanaruhusu mambo kama yale kuvaa utupu. Kwa hiyo nataka niseme, kwa hiyo inapokuja swala la modo na parenting, mambo ya wazazi iko vipi pia, labda utuweke sawa. Sasa kuhusu wazazi wake, unajua kila mtu ana namna ambavyo wazazi wake wamemlea na wazazi wake walivyo. Kwa mwingine angeshuti vile mzazi wake mpaka sasa angekuwa ashampiga bastola kafa. Yeye labda kwa wazazi wake labda ni wazungu, labda muona kawaida, lakini sidhani kwa wazazi wa kawaida sidhani kama iko sawa. Mimi nahisi mpaka sasa hivi hata labda kuna mzazi wake mmoja aongei naye, sina uhakika. Lakini kwa mzazi, hamna mzazi ambaye anaweza kufurahia mtoto wake kushuti vile. Lakini baada ya hivyo ulipata pengine nafasi ya kuongea naye ama kumtia moyo, kwa sababu you understand about model. Pengine umeongea naye mawili matatu kumtia moyo kwamba ni kawaida, usikate tamaa, usivunjike moyo. Pengine umejaribu labda? Huwezi amini yule binti sijawahi kukutana naye. Yaani sio kwamba simjui, ila sijawahi kukutana naye kwa sasa hivi. Nishawahi kukutana naye kipindi iko na Dulvan, nishawahi kumuona mara moja. Lakini toka wameshuti sijawahi kuona. Sijawahi kumuona. Dulvan labda alikucheki labda kuongea chochote kwamba bwana vipi ex wangu huko? Hapana, wala hajanitafuta. Okay. Ile video wewe haikukushangaza kuona alikuwa ex wa rafiki yangu Dulvan, mambo ndio kama sasa hapo nahisi kampuni ya Room of Jeans nadhani kuna namna ilizungumza. Sijui, lakini sidhani kama zile video zilipostiwa bila Dulvan kujua. Sina uhakika. Sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimesafiri, video nimezikuta. Kwa upande wangu mimi sikushtuka kwa sababu model ana uchi. Unajua hata tunapofanyaga vile runway, backstage kule mnabadilisha nguo, unajua ile haraka kuna naomba. Unanielewa? Unajua nilikotokea. Kwa hiyo mimi namuelewa yule binti. Okay.
Okay. Sawa. Kwa ufupi labda kwa kuliweka sawa pia, ukiwa pia kama modo mkuu pale, kitita kimetosheleza kwa yeye kushoot kitu cha aina ile? Kwa nafasi yake, kwa budget ambao tumekubaliana naye, iko sawa. Yes. Ameridhishwa na budget ya Room of Jeans. Kwa sababu kama pale amelipwa milioni 50. Yes, anatakiwa shoot ndani ya miezi 6. Yeah. Baada hapo tutamwangalia, nadhani atakuwa official model wa Room of Jeans. Milioni 50 hizo tifa. Milioni 50 ndugu yangu, si mchezo. Unaona mimi vigezo, labda mtu mwingine anaweza kujiuliza, Judy, ndio hivyo inatakiwa ushuti kidogo, umeachia vitu kama hivyo ndio upate milioni 50. Maana mwingine anaweza kaona milioni 50 hapa akadata kwamba kwao naweza nikaenda nikashuti namna gani, vipi, nikaonyesha kesho anaweza kashangaa. Amna, sio lazima. Ni namna tu ambavyo labda tukishamsuggest model akija, wenyewe tunajua namna gani ambavyo tunafanya kwanza trial. Kwa hiyo tunaangalia huyu anatufaa au hatufai. Wateja wetu wa Room of Jeans wamempokeaje, kwa sababu wateja wetu wa Room of Jeans mnawajua. Wakiwa hamtaki model wanasema na tumtaki. Na umesema kwamba wewe ni kiongozi wa juu kidogo. Kwa hiyo ulivyomuona ulisema anafaa. Uliangalia vigezo gani kwa yule binti? Yaani ni vigezo gani uliconsider kwamba yes mpaka ukampa tiki, yani kwamba yes? Cha kwanza alionyesha uhitaji, kwa sababu alikuwa live, akasema unajua kuhitaji brand ya mtu ukiwa kwenye live yako sio kitu kidogo. Hicho pia kilinivutia. Cha pili, ana muonekano mzuri, ana rangi nzuri. Yaani ana figure fulani tu mimi yani nimempenda kwa upande wangu, ambayo mimi napenda vitoto, yani visichana vile vipotable, yani so msichana yani hivyo. Yani mimi napenda tu mdada ambaye hana mwili mkubwa, yani napenda tu potable yani. Sawa. Sasa Judy, kwa kumalizia pia, kwa sababu unataka uende ndani ukaenjoy na vitu kama hivyo. Comment ya Nifa uliipokeaje? Comment ya Nifa mimi nimeipokea tu kama watu wengine ambao wamecomment, kama ambavyo kwenye kila kitu lazima kuwa kuna hasi na chanya. Kwa hiyo yeye ana upande wake na kuna watu hapo upande wao. Kwa hiyo sijaipokea chochote. Nimeona tu ni comment ile. Au mimi nimeona vibaya? Mimi sija comment chochote, ila nilikuwa nasoma tu comment. Nilikuwa nasoma na nice umeiona. Nimeiona. Iko pindi pale. Ipo, imepiniwa, iko pale. Na imeondoka vipi? Sijakasirika chochote. Sijakasirika chochote. Sasa sijui kwa nini kanitolea mfano mimi. Kwa sababu modo mkubwa pale, mwanafamilia kabisa. Naweza nikasema mimi ndo modo wa Room of Jeans inayejulikana kuliko mamodo wote. Kwa hiyo ilikuwa lazima nitolee mfano mimi. Sangemtolea nani? Si ndio? Kusema kweli pale akija modo yoyote lazima pia uzungumzie wewe. Nimeona hata kati amekuja Dori, mambo yalikuwa yale mambo mengi, mara wanamsema hivi na hivi. Ukiwa pale kwenye kazi, kuna love ya aina gani models wa Room of Jeans? Na kwa nini kila modo wa kike akija inakuwa kama tishio kwa upande wako? Sijajua ni kwa sababu gani. Yani pale kuna kwanza, mara nyingi mamodo kila modo huwa anashoot kwa nafasi yake, hatuingiliani kwa chochote. Afu mimi kwa nafasi yangu so modo ambaye nitakuwa na shoot kila siku, hapana. Yani mimi kuna mazingira ambayo huwa nayatengeneza na shoot, lakini kwa mamodo wengine huwa wanashoot tu na videographer, kuna watu wa makeup, kuna watu wa kunyosha nguo. Kwa hiyo anakuwa tu iko comfortable. Ndio maana unaona mamodo wengi wa Room of Jeans wako tu, yani hamna mtu ambaye ni ashai kutoka hapo akaongea labda vibaya au nini, kwa sababu hakutani na bosi, hakutani na mtu yoyote ambaye ahusiani naye. Yeye anaenda pale anafanya kazi basi. Nimependa una hata movie mpya hii ya ndugu zetu mambo ya polia kwenye post. Umependezwa na nini mle ndani? Mule ndani mimi kiukweli nimempenda Lindani. Nimependa sana karakta yake. Ndio maana nimekwambia kila mtu ana namna ya yeye ambavyo amejibrand. Mfano kama mimi, karakta kama Linda naweza kucheza vizuri kabisa. Lakini umependa nini kwa Linda? Kwa sababu Linda amedate na baba wa rafiki yake. Mimi nimependa karakta yake. Unajua karakta unapewa. Hizo tabia ni maisha ya uhalisia. Mimi nimependa karakta yake. Lakini kwa Jonase umepata nini, Judy? Maana umeandika pale ulivyoangalia umegundua nitakiwa mkachome nyama. Umejifunza nini kama mwanamke kwenye ile film, pengine The Polygamist? Na leo umedrip kama kisauzi nikikuangalia hivyo. Sisi wanawake nadhani tuna mioyo sijui ya kusamehe. Yani sijui tumeumbwaje, lakini ile tamthilia imetufunza kwamba mimi hata sijui niseme. Kwa yule baba kuna kina Joyce wengi sana kwenye ndoa, kuna mabinti. Yani kwa yule familia yetu yule. Yani sasa nimzungumzie Joyce au Jonas? Kitu tulichojifunza nilichojifunza kwenye ile filamu.
Mimi nimejifunza utakiwa kuvumilia kila kitu, kwa sababu mwisho wa siku kama yule mama asingekuwa ndo amesababisha mume wake kupata ukimwi, huenda labda yeye angeupata, kwa sababu yule Jonas alikuwa na mazingira yote ya kumuonyesha mke wake kwamba alikuwa na tabia chafu. Kwa alikuwa tu ni kitendo cha kufanya maamuzi, na hayo maamuzi ndo wanawake wengi huwa yanatushinda. Yaani ni maisha ya kila siku. Kwa ni kumwomba tu Mungu kwenye ndoa ambao wameolewa, wao wanafanya maamuzi. Maisha yanaweza kaanza popote tu. Yaani usinganganie, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kupata maradhi, kama vile anampiga unaweza ukafa. Kwa yani kuvumilia nako sio vumilia ndoa, unaangalia unavumilia nini? Yes. Maoni yote kwa ule Faza yule msela. Faza mimi nimempenda, anabaruza. Yaani amejua kwa baruzia, nimependa. Till next time, ka enjoy ndani. Asanteni. Asante.